Bana mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unatazama taarifa za kwetu kupitia hapa, nikwambie karibu sana tena kwa wakati mwingine tuzichambue nyingi za kihabari kama ilivyo kawaida. Mhabarishaji official Rose D on the microphone. Na leo niko na story ya bwana mkubwa Manara ametoboa siri azidi kuwavua nguo klabu ya Yanga. Afichua haya kuhusu wanachama na viongozi wa ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Mambo yamekaaje kwa aliyewahi kuwa msemaji katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans afisa Sande Haji Manara? Ameweza kufunguka mambo mbalimbali kuhusiana na maisha yake ndani ya soka la Tanzania pamoja na uzoefu wake katika vilabu hivyo viwili vikubwa nchini Tanzania, Simba akiwa amefanya kazi hapo, lakini pia katika klabu ya Yanga akiwa amefanya kazi hapo. Amezungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha TV3. Manara ambaye kwa sasa huyu ni diwani katika kata ya Kariakoo amezungumzia kwa kina kabisa masuala ambayo yanahusu klabu ya Yanga, akidai kuwa ana uelewa mkubwa sana kuhusu historia na uendeshaji wa klabu hiyo. Manara pia aliweza kuongeza na kusema kwamba anaamini hakuna mtu yeyote ndani ya Yanga ambaye anafahamu kwa undani masuala ya klabu hiyo kumzidi yeye, kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu ndani ya soka na ushiriki wake katika mambo mbalimbali ya klabu. Mimi nitamnukuu, anasema hakuna mtu yeyote pale Yanga ambaye anaijua Yanga kunizidi mimi, aliweza kunukuliwa Manara akizungumza katika mahojiano hayo. Na katika mazungumzo hayo pia aligusia swala la wanachama wa klabu hiyo ya Yanga, akidai kuwa wengi wao hulipwa, jambo ambalo limeibua mjadala miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka nchini Tanzania. Na hata hivyo hakutoa maelezo ya kina kuhusu mfumo huo au namna ambavyo unatekelezwa. Sasa mbali na hilo, Manara alifichua kuwa yeye ndiye alianzisha ajenda ya hatuchezi ambayo iliwahi kujadiliwa sana katika mechi za watani kati ya Simba na Yanga. Na kwa mujibu wake Manara, baada ya yeye kuanzisha wazo hilo ndipo wengine walipoanza kuunga mkono na kulisambaza zaidi. Lakini pia Manara alisifu umoja uliopo ndani ya klabu ya Yanga, akisema ndio moja ya sababu kubwa ya mafanikio ya klabu hiyo, na aliweza kusema kuwa wanachama na mashabiki wa Yanga huwa na mshikamano mkubwa sana kiasi kwamba mtu akisema vibaya kuhusu klabu hiyo hukutana na upinzani mkali kabisa kutoka kwa mashabiki. Sasa kuhusu uwezekano wa kurejea tena Simba, Manara aliweza kuweka wazi kuwa kiukweli kwa sasa hivi hana mpango huo, na alisema kuwa hawezi kurudi Simba kwa sababu kwa sasa anajiona ni sehemu ya Yanga Sports Club, huku akieleza kuwa kwa kipindi alichokuwa Simba kilikuwa ni sehemu ya kutafuta riziki tu na si vinginevyo. Bwana mtazamaji, mimi ninatamatisha kwamba amezungumza kwa upande wa mabaya, lakini pia akaja kusifu pale ambako mazuri yalionekana. Una mawazo gani na mchango upi? Basi moja kwa moja utaweza kuandika kupitia maoni, na wakati mwingine official Rose D nitaweza kuangazia. Bye bye, uwe na wakati mwema.